Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kuwa mazito kweli kweli, ambapo umeweza kushuhudia Young Africans wakiweza kutoa taarifa ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Wananchi Young Africans hawahitaji kuendelea kupata maumivu, hawahitaji kucheza kwa pressure. Wanachokihitaji ni namna ambavyo timu yao huenda ikarudi katika ule ubora ambao wako nao. Taarifa ya kumfukuza kocha Pedro ndio moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa ni kubwa kwa usiku wa kuamkia leo, ambapo taarifa hiyo inakwenda mbali zaidi, ambapo klabu ya soka Young Africans kwenda kumalizana na kocha huyu mpya kwenye kikosi chao. Ni nani huyo ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kuchukua majukumu ya kocha Pedro? Utakwenda kumjua hapa, kwa sababu taarifa kamili tayari imekamilika, ambapo klabu ya soka ya Young Africans ilikuwa ni swala la muda tu kwa kocha huyu kutua kwenye kikosi chao. Ni nani huyo, ametokea wapi, CV zake ziko vipi? Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa yote kamili juu ya yale yote ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, katika yale ambayo yanaendelea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa taarifa zao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambapo imetangaza rasmi kabisa kwamba hawahitaji kuendana na falsafa za mwalimu kocha Pedro. Unaambiwa uongozi wa klabu ya Young Africans umetibua hali ya hewa ya soka la Tanzania baada ya kutangaza rasmi kumfuta kazi kocha mkuu Pedro. Kwa taarifa hiyo iliyotolewa na mtendaji mkuu wa klabu, imekuja ghafla na kuacha mashabiki na wananchi wakiwa na mshangao mkubwa. Kupitia ukurasa rasmi wa klabu, Yanga imemshukuru kocha huyo raia wa Ureno kwa mchango wake ndani ya timu na kumtakia kila la heri katika majukumu yake yajayo. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuweka wazi sababu za uamuzi huo, jambo liloibua maswali mengi miongoni mwa wadau wa soka. Uamuzi huo unafuata matokeo ya hivi karibuni, ikiwemo sare ya 2-2 dhidi ya watani wao Simba katika dabi ya ligi kuu Tanzania bara iliyochezwa Jumapili iliyopita. Licha ya Yanga kuonyesha moyo wa kupambana kwa kusawazisha mabao mawili, inaonekana matokeo hayo hayakutosha kumweka salama kocha Pedro. Kwa kipindi cha hivi karibuni, kocha huyo alikuwa akikabiliwa na pressure kubwa kutoka baadhi ya mashabiki waliokuwa wakikosoa mtindo wa uchezaji wa timu pamoja na matokeo yasiyoridhishwa katika baadhi ya michezo. Kufuatia kuondoka kwake, jukumu la kuiongoza timu limekabidhiwa kwa makocha wasaidizi. Hapa nazungumzia Mwalini na Patrick Mabedi ambao watasimamia hadi mwisho wa msimu huu. Wawili hao wanatarajiwa kubeba dhamana nzito ya kuhakikisha timu inabaki kwenye ushindano wa ubingwa wa ligi kuu pamoja na michuano mingine. Kuondoka kwa Pedro kunaashiria mwisho wa sura moja ndani ya Yanga na mwanzo wa kurasa mpya, huku macho ya mashabiki yakielekezwa kuona ni nani ambaye anayetua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kubeba mikoba yake. Lakini anaandika mchambuzi anaweka wazi kilichomfukuzisha kocha Pedro kwenye kikosi cha Young Africans, huku akimtahadharisha kocha mpya ambaye anakuja. Maamuzi ya ajabu yaliyomgharimu kocha Pedro nafasi yake ndani ya kikosi cha Young Africans.
Kilichotokea ndani ya Yanga ni somo kubwa sana kwa makocha wengi. Uamuzi wa kumtoa Yao Kwasi huku akiwa kwenye kiwango bora kabisa na nafasi yake kuchukuliwa na Buba au kuwapendeza mashabiki. Mashabiki waliona wazi kuwa Yao alikuwa anatoa mchango mkubwa uwanjani, lakini ghafla anatolewa bila sababu za msingi ya kiufundi. Hili lilitafsiriwa kama maamuzi ya upendeleo au hisia binafsi kutoka kwa kocha Pedro. Katika mpira wa kisasa, matokeo na kiwango cha mchezaji ndicho huongeza zaidi kuliko mahusiano binafsi. Ni ukweli usiofichika kuwa mara nyingi kocha akianza kupoteza imani ya mashabiki na kuonekana hana maamuzi sahihi ya kiufundi, nafasi yake huwa hatarini. Ndivyo ilivyotokea kwa Pedro. Uamuzi mmoja tu ukaibua hasira kubwa na hatimaye kuathiri nafasi yake ndani ya timu. Somo kubwa hapa ni kwamba kama umpendi mchezaji, basi hakikisha sababu zako zinaonekana uwanjani. Vinginevyo, matokeo mabaya na presha ya mashabiki vinaweza kukuondoa mapema kuliko ulivyotarajia. Yanga wameonyesha wazi kuwa hawako tayari kuvumilia maamuzi yanayoonekana kuinyima timu ushindi, ambapo inaelezwa hivyo. Lakini katika taarifa ya kuhusiana na ujio wa kocha mpya, ambapo klabu ya soka Young Africans inaelezwa kwamba kwa sasa haitohitaji tena kuingia sokoni kuchukua makocha ambao hawana vigezo vya kutosha, hawana CV za kutosha, na sasa klabu ya soka ya Young Africans inaelezwa kwamba ipo mikononi katika mazungumzo na aliyewahi kuwa kocha wao. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Le Professor Nasbi Nabi, huku matarajio ya wengi wakitarajia kuweza kumuona Nasbi Nabi akijiunga tena na miamba hiyo ya soka ya Twiga na Jangwani. Katika taarifa ambayo inaelezwa kwamba kocha Nasbi Nabi ni miongoni mwa sehemu ambayo project ya Young Africans wanatizama kama sehemu ya mtu sahihi ambaye anaweza kuirudisha ile Young Africans katika ubora na makali yake. Ikumbukwe ya kwamba kocha Nasbi Nabi hivi karibuni ameonekana kuwa na hapa nazungumzia ukaribu zaidi na kocha hapa nazungumzia ukaribu na Engineer Hersi, ambao unaashiria kwamba kuna vingi ambavyo vinazungumzwa, huku nafasi nyingine ikipigiwa upatu ambapo utakwenda kushuhudia namna gani ambavyo Young Africans wanahakikisha kwamba wanampata kocha Motsepe, kocha wa zamani wa klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns, ambaye aliwahi kuifundisha na kwenye mafanikio na ubora mkubwa, huku matarajio ya wengi wakiweza kushuhudia makocha hao wawili wakiwa katika nafasi nzuri ya kuifundisha timu ya wananchi Young Africans. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kumalizika kwa msimu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara ili makocha hao waanze safari yao rasmi, kati ya wawili hao mmoja kutoa kwenye kikosi cha Young Africans. Unadhani kwa mapendekezo yako wewe, unadhani kwa namna ambavyo Young Africans unaitizama, unadhani nani ambaye anastahili kwenda kuchukua mikoba ya kocha Pedro kwenye kikosi cha Young Africans? Ni kati ya Motsepe ama ni kocha Nasbi Nabi? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa